Karibu kwenye YouTube channel hii ambayo itakuwa inadili na wewe kuhusu masuala ya kilimo, masuala ya uwekezaji na masuala ya kuongeza kipato zaidi ya kimoja, yani kuwa na mifereji mingi ya kipato. Sasa kama nilivyokuahidi kwamba tutakuwa tunazungumzia masuala mbalimbali. Leo tunataka tuzungumzie masuala ya kilimo cha tumbaku kuanzia mwanzo hadi mwisho. Tukitoka hapo tutaingia kwenye kilimo cha ufuta kuanzia mwanzo hadi mwisho na vingine tutaelekezana. Sasa naomba nisikilize kwa makini. Kwa wale ambao they want to join this class, kumbuka usubscribe, like, share and comment. Unaweza ukashare kwa watu ambao wako mbali. Unaweza ukashare kwa watu ambao unahisi kwamba hii video itawapa manufaa. Sasa kabla ya yote kwenye kilimo cha tumbaku, hakikisha kwenye kilimo cha tumbaku hakikisha una maandalizi ya kutoka msimu hadi msimu. Kumbuka kilimo cha tumbaku kinahusishwa muda usiopungua mwaka. Yaani unaanza kwenye mabedi hadi kufikisha tumbaku kwenye godauni ni msimu mzima. Sio swala kwenda kwamba ni miezi miwili, miezi mitatu. No, ni msimu mzima. Sasa maandalizi yake yakoje? Maandalizi makubwa ya awali kwenye kilimo cha tumbaku, hakikisha una mbegu. Kuna mbegu zinazotolewa na kampuni, kuna mbegu za kununua dukani, kuna mbegu za kuchukua kwenye shamba ambalo kwa mfano nimelimwa mwaka jana. Yale maua yakishanyauka yanaacha mbegu. Sasa zile mbegu pia zipo, unaweza kuzichukua. Hakikisha una mbegu yenye sifa zifuatazo. Mbegu ambayo ina jani lenye uzito. Mbegu ambayo lina jani lenye uzito ili uzalishe uzito mkubwa. Hakikisha tena una mbegu ambayo inatoa rangi nzuri. Yaani mbegu ambayo mwisho wa siku jani lake litakuwa na rangi nzuri. Hakikisha pia una mbegu ambayo mwisho wa siku inakuwa na majani mengi. Mbegu ambayo itakuwa na mche wenye majani mengi. Yaani kwenye kilimo cha tumbaku tunavuna majani. Sasa inatakiwa majani yawe mengi, yenye uzito na yenye rangi nzuri. Ili ukipeleka sokoni, upate kilo nyingi, upate rangi nzuri na vile vile tumbaku iwe nyingi ili uweze kuwa na product nzuri, pia product nyingi. Kwenye mbegu hapo nahisi tumemaliza. Kama una swali utauliza. Lakini maandalizi mengine ambayo ni ya muhimu sana kwenye kilimo hiki cha tumbaku, hakikisha una shamba na umeliandaa vizuri. Hakikisha una shamba na umeliandaa vizuri. Kwenye shamba hapa sitazungumza sana, ila hakikisha shamba hilo lina rutuba. Shamba hilo lina rutuba ambayo inaendana na tumbaku. Haya. Maandalizi ya mengine ya muhimu kwenye kilimo hiki cha tumbaku, hakikisha una mabani. Mfano, bani moja linaloendana na eka moja, bani linaloendana na eka mbili, bani linaloendana na eka tatu, bani ambazo zitatumika katika kukausha tumbaku. Ukishakuwa na vitu kama hivyo, ni muhimu sana kuweza kufurahia kilimo hiki cha tumbaku. Zaidi na zaidi ndo utaanza msimu wa tumbaku, utaanza kwenye mabedi, utaanza kwenye mabedi. Ukishamwagilia mabedi kwenye vitalu vile, utahamisha mbegu, tutakuja kuelekezana. Lakini leo mimi nazungumzia bani. Hapa ndo kuna changamoto kubwa sana. Maandalizi ya bani. Maandalizi ya bani yapo kama ifuatavyo. Natakiwa ujue ujenzi wa bani bora. Mambo ya kuzingatia wakati wa kujenga bani bora.
Hakikisha kuta zijengewe kwa matofali ya saruji au matofali ya kuchomwa, au uweze kupiga lipu nje na ndani ili kuweza kuzuia upotevu wa joto wakati wa kukausha tumbaku. Paa liwe imara, liezekwe vizuri ili lisivuje wakati wa mvua na pia lisipoteze joto. Ezeka kwa mabati ili bani lako liweze kudumu. Ikiwa hautatumia mabati, kama unatumia nyasi, ili kuweza kuepuka gharama za mabati, hakikisha basi uwekaji unakuwa makini sana. Kama umeezeka kwa kutumia nini? Nyasi. Hakikisha unapoweka nyasi unakuwa makini sana. Weka mlango imara ambao utahimili joto la jua, joto la juu na joto kwa ujumla. Inatakiwa joto unapokuwa kausha tumbaku kwenye bani, joto basi libakie kwenye nini? Kwenye bani. Kuhakikisha unaweka mlango imara. Hapo kwenye mlango sijui umenielewa. Kwa unapoweka mlango imara ambao utahimili joto la juu kwenye bani wakati wa ukaushaji bila kuathiri uwezo wake wa kufunga vizuri nyakati zote. Yaani unapoweka mlango haimaanishi tu umemaliza, uwe na ufunga nyakati zote unapokuwa kausha nini? Tumbaku. Mlango wa bati au mbao ni bora zaidi. Epuka milango ya magome, epuka milango ya miti, epuka milango ya majafafa, epuka milango ya lambo, kwa vile sio imara na inagharimu, inaweza kupoteza joto kwenye bani na kuongeza matumizi makubwa ya kuni. Pia huweza kusababisha bani lote kuweza kuungua moto, kwa sababu sio vitu imara vinaweza vikasababisha bani kuungua moto. Kunachotakiwa hapa kufanya, hakikisha pia unaweka madirisha mawili ya juu na madirisha mawili ya chini kwa kila kuta ambayo ni ndefu. Kila ukuta mrefu weka milango miwili. Angalia mchoro unaoonyesha hali bani ambavyo inatakiwa iwe. Takuwekea hapo. Angalia vizuri. Sasa ukubwa wa bani na mabani kuweza kubeba tumbaku yake. Sasa bani lipi linabeba ekari moja, bani lipi linabeba ekari mbili? Nisikilize kwa makini. Bani la sentimita 360 kwa sentimita 360 lina uwezo wa kubeba na kukausha tumbaku ya ekari moja. Yaani hili bani ni la mita 3.5 za ndani na mita 3.5 za ndani. 3 kwa 3.5 za ndani. 360 kwa 360. Wajengaji wataelewa. Ukimwambia mjenzi kwamba sentimita 360 kwa sentimita 360 atakuelewa. Sentimita 100 sawa na mita 1, sentimita 100 sawa na mita 1. Kwa unapokuambia sentimita 360 ni sentimita ni mita 3.5. Haya. Hiyo inafaa kwa ekari moja. Mkulima anashauriwa kujenga mabani mawili ya ukubwa huo kumudu michumo miwili kwa wiki. Yaani una bani la mita 3.5 kwa mita 3.5. Hakikisha una mabani mawili ili uweze kuchuma michumo miwili kwa wiki. Kwenye bani inatakiwa tumbaku kama inaenda vizuri na imekuwa nyingi, inatakiwa tumbaku sasa hapa inatakiwa michumo miwili kwa wiki. Michumo miwili kwa wiki. Sasa unaweza kaelewa namna gani. Bani la sentimita 480 kwa sentimita 480 linafaa kukausha tumbaku ya ekari 2 kwa mara moja. Bani lenye sentimita 480 kwa 600 kwa sentimita 600 linatosha ekari 3 kwa mara moja. Bani lenye sentimita 600 kwa sentimita 600 linatosha ekari 4 kwa mara moja. Yaani ile bani kwa mita 6 kwa mita 6. Sasa elewa bani. Kuna hizi bani za kawaida na bani za tanuri. Bani za kawaida na bani za tanuri. Bani za kawaida ni hizi hapa ambazo tunatumia kwenye vilimo vya kawaida, kwa vilimo wadogo. Unakuta amejengea matope, anakuja juu anaweka nyasi, anakuja ndani. Yaani
ili kuweza kuepusha gharama. Lakini kuna bani zingine za kisasa ambazo unakuta kajengea matofali ya saruji, kaweka ile reki kaweka nani chuma, lakini pia unakuta kaweka mabati na mlango wa chuma. Sasa hizo ni bani za kisasa ambazo kwenye kukausha hutumii muda mwingi, lakini kwa sababu unakuta uchumi wetu ndio hivyo tena, unakuta unajenga bani ambalo linaendana na kipato chako. Sasa kwenye bani mle ndani kuna rocket bani, kuna sehemu ya kuweka moto. Sasa sehemu ya kuweka moto ili kuweza kukamilisha mzunguko mzima wa bani kuweza kupeleka moto. Rocket bani ni tanuri sanifu lilitumikalo kama chanzo cha moto kwa ajili ya kuunguza tumbaku, yani kukausha tumbaku. Tumbaku ya mvuke hapa ndo inayozungumziwa. Tanuri hii inaonyesha kuwa na mafanikio kutokana na uwezo mkubwa ambao inaonyesha kwa kuunguzia nini, kwa kukausha bani. Ufanisi bila upotevu mkubwa wa joto ndio sifa yake hii bani. Tanuri hili lina faida zifuatazo: hupunguza matumizi ya kuni kwa 60% hadi 80%. Hupunguza gharama za uzalishaji kutokana na kupungua kwa gharama za kukata kuni na kusomba kuni. Vile vile nguvu kazi ambayo inatumika kwenye kukausha tumbaku hupungua kutokana na udongo na uchache wa kuni zinazotumika kwa tanuri hili. Tanuri hili hutumika kiasi cha kuni na hutumia kiasi kidogo cha kuni ambacho kinakadiriwa katika mita za ujazo 23 kwa heka. Lakini kwa kawaida huwa hazifiki. Hii sasa ni kitaalamu. Mita 23 kwa heka mwanzo hadi mwisho wa kuvuna tumbaku. Hapa tunazungumzia heka moja, ili unapokuwa unalima na juu unalima heka 2, heka 3, heka 4, unakuwa na ubora wa kusema kwamba nalima heka 2 nitumie njia ifuatayo. Tunatumia heka moja kama specimen, kama kielelezo. Sasa hapa na hisi tumezungumzia jinsi ya maandalizi mazuri kwenye tumbaku yanayohitajika, jinsi ya maandalizi, namna ya kufanya ili uweze kuwa na maandalizi mazuri katika tumbaku kwa kujiandaa na msimu unaokuja. Maandalizi ndio kama hayo. Nimekwambia hakikisha uwe na mbegu na ujue aina ya mbegu, lakini pia hakikisha unaandaa shamba vizuri, lakini pia hakikisha una mabani yanayoendana na kilimo ambacho unaenda kulima. Hakikisha una hivyo vitu vitatu. Nimezungumzia mbegu. Mbegu hakikisha ina sifa zile zifuatazo. Hakikisha mbegu ile ina rangi nzuri, itatoa majani yenye rangi nzuri, itatoa yale majani yatakuwa na uzito sio mepesi, lakini migongo yake pia iwe mizito. Lakini pia hakikisha ile mbegu inakuwa na mche wenye majani mengi. Lakini kwenye upande wa shamba hakikisha unasafisha shamba ambalo unajua hii shamba ni ya rutuba, sio shamba ambalo lipo karibu na mafuriko au ile eneo linapendwa kutokea mafuriko. Hamna, kwa sababu kilimo cha tumbaku sio cha kumwagilizia. Kilimo cha tumbaku ni kilimo ambacho tunalima katika masika husika. Kwa hiyo haina haja ya kusema kwamba nimeendea sehemu ambapo kuna unyevu, kuna yani sehemu za mbugani no. Hakikisha tu hiyo sehemu ina rutuba. Lakini pia hakikisha hiyo sehemu ni sehemu ambayo ina miti kwa ajili ya kuweza kutumia katika ukataji, yani katika ukaushia nini tumbaku. Sasa kuhusu uandaji wa shamba ni wewe utajua kwamba ulime heka ngapi kulingana na uwezo wako. Siwezi nikakupangia, ni wewe utajua ulime heka ngapi kulingana na uwezo wako. Lakini pia kwenye upande wa bani, hakikisha una bani lenye sifa zifuatazo: lina matundu ya kutosha, lakini na rocket bani kwa ajili ya kuweza kama chanzo cha nini cha moto kuweza kutokea pale na kuweza kutengeneza joto ndani. Sasa nimezungumza sifa za bani. Kama umenisikiliza,
Kama hujaelewa unaweza kurudia kwa kusikiliza video hii. Video hii ipo kwenye mjongeo wa sauti tu. Anayeongea ndo huyu unayemsikiliza. Kwa hiyo hakikisha una maandalizi ya hivyo vitu kama ilivyoelekezwa. Asante. Kama umependa video hii like, lakini kama unapenda kujumuika na mafundisho yetu haya ambayo atakuwa yanaruka kila siku, subscribe uweze kuelewa. Inapofika msimu tutaenda vitendo kwa vitendo. Tutaenda vitendo kwa vitendo. As the more you see me in action when I'm doing this job.